Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid, mbunge wa Mwela kama ifuatavyo. Katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6, serikali imefanikiwa kutatua na kupatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya hoja 18 za muungano zilizokuwa zikijadiliwa na pande zote mbili za muungano, hivyo kuondolewa kwenye orodha ya hoja za muungano zilizokuwepo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze serikali kwa hatua ambayo imefikia, lakini nimpongeze pia naibu waziri kwa majibu ambayo wameweza kutupatia. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni faida gani ambayo imepatikana baada ya utatuzi wa hoja 15 kati ya hoja 18? Lakini swali la pili ni mikakati gani ya wizara ambayo imejipangia kuhakikisha hoja 3 ambazo zimebakia tunazitatua kabla 2030? Majibu Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid. Amekuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa masuala haya ya muungano, yeye pamoja na wabunge kutoka Zanzibar pamoja na wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2006 aliyekuwa rais wetu mzee wetu Jakaya Mrisho Kikwete alitoa maelekezo ya kubadilisha namna ya kufanya majadiliano kuhusu hoja za muungano. Hivyo ilipelekea kuundwa kwa kamati ya pamoja, ambayo kamati hii imeleta ufanisi mkubwa sana katika kushughulikia hoja za muungano. Mwaka 2006 mpaka leo kamati hii imepokea hoja 25 na katika hizo imekwisha shughulikia hoja 23 na kuzibakiza hoja 2. Kwa huo ulikuwa ni mkakati mkubwa ndani ya serikali wa kuhakikisha tunaweka mazingira mazuri ya kuondosha hoja hizi kwenye hoja za muungano. Lakini vile vile ndani ya serikali tumeendelea kupitia timu mbalimbali za wataalamu kufanya mapitio ya sheria, mapitio ya kisera, pamoja na kuandaa nyaraka mbalimbali kwa ajili ya kuiwezesha kamati hii ya pamoja kufanya maamuzi. Kamati hii ya pamoja kiutaratibu ambao tumeuweka inaongozwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mbunge pia ametaka kufahamu faida ambazo zimepatikana kwa kuondosha hoja hizi za muungano ambazo zimekwisha fanywa kazi. Nitazitaja chache kwa sababu ni nyingi. Ya kwanza, ushiriki wa Zanzibar kwenye masuala ya kimataifa na kikanda umekuwa bayana, na nafasi ya Zanzibar inaonekana kwa dhahiri katika ushiriki huo, katika kuandaa hoja na kuandaa msimamo wa pamoja kama nchi kwenye makubaliano ya kimataifa tunapokuwa tumewasilisha hoja au kuhudhuria mikutano hiyo. Lakini vile vile tumeweka utaratibu mzuri wa shughuli za uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa Bahari Kuu. Tumeweka miongozo ambayo inaondoa migongano isiyokuwa ya lazima. Vile vile wafanya biashara kutoka Zanzibar wameondolewa mzigo wa kulipa kodi mara mbili. Kodi ya mapato pay as you earn pamoja na kodi ya zuio withholding tax. Lakini vivyo hivyo kupitia kamati hii ya pamoja tumepelekea kuondosha hoja iliyokuwa ikitupa mkanganyiko katika mikopo ya kimataifa inayohitaji dhamana na ile isiyohitaji dhamana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.